Naam, hujambo msikilizaji wa redio kijamii Kivu. Matumani yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya ambako mnaendelea kututegea sikio kwa wakati huu, na tunakaribisheni kufuata habari zetu katika siku ya leo. Uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jean Makelele Kala Jaden anaendelea kushikilia upande wa pili. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma, na kuomba uniazime sikio lako mwanzo hadi tamati. Msikilizaji, kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Safari Dilo Alimasi. Karibu. Namha, asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kunipa fursa hii. Katika habari ambazo tulizipa kipaumbele kwa siku ya leo, tanzia na huko Swima ambako shirika la raia Paswima lapongeza uongozi wa kijeshi ambao umechukua hatua ya kuondoa baadhi ya jeshi ambao walikuwa ni chanzo cha vitendo vya uhalifu kwa raia ndani ya kijiji hicho. Na huko Kindu ni kwamba hali ya vuta ni kuvute yashuhudiwa kwenye umbali wa kilomita 16 na tauni ya Kindu baina ya jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wao wazalendo. Na habari yetu ya mwisho kabisa katika habari muhimu ni ya kiraifa ambayo inasema kuwa ameteuliwa kama msemaji wa jeshi la taifa FARDC kwa muda Kanali Luten Make Hazukai, akichukua nafasi yake Meja General Sylvain Kenge ambaye alisimamishwa kazi kufuatia kauli zake zilizochukuliwa kama za kibaguzi. Mchumba mkulima na Fatuma, na kuacha uendelee kwenye habari zingine. Naam, shukrani sana mwenzangu Safari Dilo Halimasi kwa habari muhimu. Wacha sasa tuingie kwa undani wa habari zetu katika siku ya leo, tukifunua jamvi letu na katika mji wa Baraka ambako hospitali ya Baraka yataja kumaliza mwaka katika changamoto kali zinazohusiana na mgogoro wa kivita unaoendelea kati ya waasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dr. William Shalupa, mganga msimamizi kwa muda wa hospitali kuu ya Baraka, ameonyesha changamoto mbalimbali walizokabiliana nazo katika mwaka wa 2025. Pia amevitaka vitengo vya usalama kuwalinda waganga na vituo vya afya dhidi ya hatari ya utovu wa usalama unaoshuhudiwa kwa sasa mjini Baraka na tarafa la Fizi. Dr. William Shalupa anaeleza yafuatayo. Kweli tumeanza mwaka 2026 na tumeanza huu mwaka katika hali ya kivita. Juu mwaka wa 2025 umeisha katika hali ya kivita. Na hilo hali ya kivita ndio imesababisha kabisa usalama usikue vizuri, waganga wala wadaktari na wengine wafanyakazi wasije kwenye kazi sawa na kawaida. Hata wengine walikimbilia Marumonge, wengine wakaenda Kazimia, na wengine wakakutaniwa walikuwa wenye kuwa likizoni Uvira, Bukavu. Basi ikabidi wabakilie kule, na njoo changamoto kubwa tulikuwa nayo na kusikia oga. Kuna waskari walipiga risasi ndani ya hospitali, na kuna wengine waliendelea kutia mavurugu katika hospitali, huwa wakitumia sigara, wakikunywa pombe, wakitamani hata wengine na silaha katika hospital. Hiyo yote ilikuwa ni majeraha. Kuhusu jambo hilo tunapendelea kamati yote ya ulinzi, ile wanaita comité de sécurité, ngambo wa askari ikiwa ngambo wa meri, wasaidie hospitali kuepusha na ile majanga. Basi hospitali ni fasi inatunza watu wote bila kutofautisha watu. Inatunza waskari, inatunza warahia, lakini wakiendelea kuwa na tishia waganga, ile itawatia woga na hawatotunza vizuri. Tunaendelea kuomba wa protéger, wa sécuriser personnel soignant yote en general, iko ku niveau hospitali ya Baraka, iko ku zone yote, waendelee kutunza, iko kwa structure privé, waendelee ku protéger wafanyakazi wote, personnel yote ya kiganga iko protéger. Naam.
Tuangazie habari zetu na habari za huko Fizikati ni kwamba kikao kikubwa cha Baraza la Usalama chini ya kauli mbiu maridhiano na amani kimefanyika siku ya 4 ya tarehe 8 Januari 2026 asubuhi katika chumba cha mikutano cha tarafa la Fizi. Kikao hicho kiliandaliwa na administrator wa tarafa hilo Bwana Kalonje Sami Badibanga. Mkutano huo ulikutanisha viongozi wa kijamii mbalimbali wanayoishi ndani ya tarafa hilo, viongozi wa madini, mashirika kiraia, uongozi wa vijana, wabunge wa mkoa na wale wa kitaifa, makundi yote ya vikosi vya wazalendo pamoja na vitengo vya usalama. Lengo kuu la kikao hicho ilikuwa kuhimiza maridhiano na amani kufuatia tukio lililosababisha makundi mawili ya wazalendo ikiwemo SNPCC na FABB ambao walisababisha vifo vya watu 5, uporaji na uchomaji wa nyumba pamoja na maduka, tukio lililotokea Jumapili ya tarehe 4 Januari 2026 katika kijiji cha Namisha, Bunenge na katikati mwa Fizi. Msimamizi wa tarafa la Fizi aliwahimiza wananchi wa jamii zote wanaoishi tarafani humo kuipa kipaumbele amani, mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja kwa amani. Alisisitiza kuwa hotuba za chuki, ukabila, ubaguzi hazitavumiliwa na wahusika watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Kwa upande wao, makundi ya wazalendo kupitia kikao hicho walitangaza kuondoa kabisa vizuizi vyote vya kulipisha pesa barabarani na hivyo kukomesha vitendo vya kero na manyanyaso kwa raia wasafiri. Pia walitoa wito kwa wanachama wa vikundi vingine vya wazalendo waende haraka kwenye shamba za mapambano ikiwemo Rugezi pamoja na Makobola. Mkuu wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga alikumbusha kuwa nchi ya DRC inakabiliwa na uchochezi kutoka Rwanda na kwamba mgawanyiko wao unawapa nafasi mahadui. Hata hivyo, upande mwingine, administrator wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga amewataka wazazi wa watoto katika eneo hilo kupeleka watoto wao mashuleni. Mwishowe, administrator wa tarafa la Fizi aliwahakikishia wanajamii wote wanaoishi katika tarafa la Fizi wako uhuru kuendelea na shughuli zao bila hofu yoyote. Na hivi sasa tuangazie huko Swima ambako shirika la raia Paswima yapongeza uongozi wa kijeshi ambao umechukua hatua ya kuondoa baadhi ya jeshi ambao walikuwa ni chanzo cha vitendo vya uhalifu kwa raia ndani ya kijiji hicho. Kwenye mazungumzo nasi Prince Wilonja, mkuu kiongozi wa shirika la raia Paswima, amesema kuwa kijiji cha Swima raia wake walikuwa wenye kukosa usalama kufuatia vitendo vya uporaji vinavyotekelezwa na baadhi ya watu wenye kumiliki silaha wanaozaniwa kuwa jeshi la taifa FARDC katika eneo hilo. Prince Wilonja anaeleza yafuatayo. Ilikuwa siku ya pili tariki 6 mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2026 mida ya saa 2 za usiku. Masasi imepigwa sana usiku. Chanzo tu cha masasi ilikuwa wanajeshi walikuwa wanaiba. Walijitia kuiba nyumba nyingi hiyo siku ya pili. Walipokuwa katika harakati zao za kuiba, sababu waligonga karibuni nyumba 15. Walikuwa wanagonga sababu asubuhi baada ya kufanya monitoring ya information tulienda kuta omwe jamaa 17 ziligongwa hiyo siku, ziko zinaibiwa, wanapenda waibe. Ilipofika hiyo masaa, kukakuwa dada moja ambaye alikuwa mwanajeshi alimpenda, akapenda mfate dada, akakataa. Ile kukataa, akapenda brutalize dada, akakimbilia kwenye eneo la wajirani, akakuwa anamfuata, akaingia mpaka mnyumba mwe muliingia dada, akamuleta nje ule soda. Watu pale wakasema hapana, njoo kumtetea ule dada, wakakamata ule mwanajeshi, wakabeba bunduki yake kwa wakuu viongozi na kubeba mwanajeshi kule, wakasaidia ule dada. Baadaye asabu alipiga masasi. Baada ya kupiga masasi, wale wote ambao walikuwa wanafanya ile wizi wakaanza piga masasi partout kwenye biko, kupiga masasi. Ile kupiga masasi, kukakuwa kijana moja alikuwa anatoka kwa jirani kwenye alikuwa na ikaa aende arudie sasa kunyumba sababu masasi inazidi. Kumbe kwa ile maeneo nako kulikuwa wanajeshi, wakarusha masasi kwenye iko, ikampata mu miguu mu makwise, basi ikatoboa makwise na njoo ule walipeleka kwa hospitali. Hiyo siku tu wakafikiria kuviole fille wa 17 ambaye iko mfamie ya IDPS yani de place interne, walitoka Munene wanakimbilia hapa Swima. Alikuwa anaikala mu menage moja hapa kwetu Swima.
Basi wanajeshi walifika pale wakamkamata ule dada, wakaenda naye wakamuviole kwa diseta kwao Munene, lakini hadi sasa ule dada alikuwa bado hayapelekwa kwenye kituo cha afya kupata matibabu. Hivi anafikisha sasa masaa 48, yani 48, na dans 72 heures bita expire. Njo toko tunaangalia harakati ya gisi anaweza apelekwa kwa muganga. Hiyo njo habari yenye iko, na wakuu viongozi wa FRDC njo walikuja wakafanya mitingi hapa Swima jana, sasa siku ya 3 tariki 7 mwezi huu wa kwanza 2026. Wakafika hapa wakafanya mitingi na wakatoa wale wanajeshi wote wakawapeleka ngambo za Munene na Makobola na wabibi zao wote wakatoka wakakwenda. Kwa hiyo sisi kama vile chumba cha societe civile tunaomba wakuu viongozi wa wanajeshi tafadhali sana wajue kwamba mwanajeshi ni mtu ambaye amelapa kiapo kuchunga raia na mali yake yote. Msikilizaji, kama tayari firimbi imepigwa upande wa pili, na mkaribisha mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari za michezo. Naam, barabara kabisa mwenzangu mchombe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari za michezo mgongoni na valia namba 14 yake mchezaji Victor Gyökeres. Katika habari za michezo ni kwamba Manchester City wamemtambulisha rasmi mchezaji wao mpya raia kutoka Ghana Antoine Semenyo, waliomsajili kutoka katika klabu ya Bournemouth kwa dau la paundi milioni 64. Semenyo amekuwa mchezaji wa 4 katika historia ya Manchester City kuweza kusajiliwa kwa pesa nyingi zaidi. Uongozi wa klabu ya Wolverhampton Wanderers unaweka wazi kuwa hawatokubali ofa yoyote ile kwa ajili ya kumuuza kijana wao Matheus Mane mwenye umri wa miaka 18. Matheus Mane anawindwa na vilabu vingi sasa kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza soka akiwa uwanjani. Klabu ya Ajax Amsterdam hapo nchini Uholanzi imepanga kumsajili kwa mkopo wa miezi 6 Emmanuel Ugarte mpaka mwisho wa msimu huu. Wakati huo klabu ya Galatasaray kutoka Uturuki pia inahitaji saini ya mchezaji huyo. Klabu ya Chelsea The Blues hapo nchini Uingereza imeanza harakati za kuhakikisha wanamsajili kiungo wa klabu ya Newcastle United hapo nchini Uingereza raia wa Italia Sandro Tonali ili kuboresha safu yao ya kiungo. Klabu ya Inter Milan hapo nchini Italia ipo kwenye mazungumzo na klabu ya Al Ahly ya huko nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kumsajili kwa mkopo mchezaji Joao Cancelo dirisha hili ndogo la usajili. Joao Cancelo yeye binafsi anahitaji kurejea katika klabu yake ya zamani ya FC Barcelona. Wakala wake Jorge Mendes yupo kwenye mazungumzo na uongozi wa FC Barcelona. Inter Milan hapo nchini Italia wao wanataka kwa mkopo, lakini mchezaji huyo binafsi hayupo tayari kujiunga nao. Yeye yupo tayari kurejea kule katika nchi ya Uhispania katika uwanja wa Camp Nou. Msikilizaji, na pale katika nchi ya Uhispania ni kwamba sasa watu wengi wanasubiria dabi kubwa ambayo ni finali ya Super Cup ya pale katika nchi ya Uhispania, ambako kisha Real Madrid kuweza kuwatandika timu Atletico Madrid katika uwanja wa Wanda Metropolitano mabao 2-1 na Barcelona kuweza kuonyeshia mvua ya mabao timu Atletico Bilbao mabao 5 bila majibu. Hatimaye sasa timu hizo kubwa duniani Real Madrid pamoja na FC Barcelona watakutana katika finali ya kombe hilo siku ya Jumapili majira saa 3 kamili za usiku. Nani atakuwa mshindi wa Super Cup ya Uhispania mwaka huu? Tusubiri tuone itakuwa namna gani wakati ambako klabu hizo mbili zitakwenda kumenyana vikali. Naweka nukta katika habari za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unafuata uchambuzi wetu wa habari unaokujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na tujelekeze sasa huko Kindu ambako hali ya vuta ni kuvute yashuhudiwa kwenye umbali wa kilomita takriban 16 na tauni ya Kindu baina ya jeshi la taifa FRDC na wasaidizi wao wazalendo katika eneo hilo. Uongozi wa shirika la raia maeneo ya Kailo yameomba viongozi wa jimbo kujihusisha kwa haraka na mzozo huo. Mwenzetu wa huko Kindu Godefroid Musunga Shabani na ripoti kamili.
Fujo inaendelea kuonekana kwa mji wa Kasenga, ni kilomita 16 na tauni ya Kindu. Njia ya kuendea huko Kasongo ni kati ya wazalendo na wanajeshi wa nchi Kongo ya Kidemokrasia. Inakuwa ni siku nyingi ambao wazalendo wanashitumiwa kwa kuweza kunyanyasa raia pamuji hiyo, na kwa hiyo askari ya nchi Kongo ya Kidemokrasia iliweza kuwafungia njia. Kwa kuweza kukataa hiyo, ni hiyo mabishano iliibuka na raia wengi wa mji wa Kasenga waliweza kutoroka. Wamoja wanakimbilia huko Kasongo na wengine kwa wingi wanafika ndani ya tauni ya Kindu kwa kukimbia hiyo fujo ambao mitutu ya risasi iliweza kusikilika. Raia ya mahali inatoa murambi yao kwa viongozi wa tauni ya Kindu na kuwaomba tu wajihusishe kwa kuweza kumaliza fujo hiyo. Patrice Kapamba ambaye anakuwa kiongozi makamo wa shirika la raia wa mahali huko tarafani Kailo alizungumza ifuatayo, fateni. Kulikuwa waaskari yetu ya Kongo walienda pale sababu wale wazalendo wanaenda kuishi siku ya kutosha pale Kasenga Numbi 16 kilometre. Sasa kwa hiyo wakati yenyewe wa FARDC wa askari wetu walifika pale, au wazalendo wakati waliona ile wakaanza kuwa motive na kuona presence ya askari, na hiyo ikaacha raia yote kusambala, wengine wanaenda kupori na wengine wanakuya hapa Kindu. Lakini kwa hiyo jambo tunaomba wakuu viongozi kufuatilia hii raia, sababu wanaenda kuacha manyumba zao, kuacha vitu vyao, wanakuya hapa Kindu na wengine wanaishi kati ya pori leo. Ndio maana tunawaomba, sababu na PDRCS ilifika Kailo kusema kama wanakuya kudesarme wazalendo na prise en charge yao, na kama tena leo Kailo tunaendelea kuona hii jambo, tunakuta kama inaenda kusumbua raia, na hadi sasa raia wananyosha tu mkono kwa viongozi wa jimbo kwa kumaliza fujo hiyo. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu. Na kwenye habari za kitaifa kuna habari zisemazo kuwa ameteuliwa kama msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda Kanali Luteni Make Azukai, akichukua nafasi yake Meja Jenerali Sylvain Ekenge ambaye amesimamishwa kazi kufuatia kauli zake zilizochukuliwa kama za kibaguzi. Safari Dilo Alimasi amepekua magazeti na hapa ni ripoti yake. Naam, Luteni Kanali Make Azukai Mongba ameteuliwa kwa msemaji wa muda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa mujibu wa waraka uliotiwa saini tarehe 7 Januari 2026 na mkuu wa jeshi la FARDC. Amepewa jukumu la muda kama kamanda wa huduma ya mawasiliano na habari za FARDC SIFA, na pia anatekeleza wajibu wa msemaji wa muda wa jeshi alikutolewa agizo jipya. Luteni Kanali Azukai atachukua nafasi ya Jenerali Meja Sylvain Ekenge ambaye amesimamishwa kazi kufuatia kauli zake zilizochukuliwa kama ubaguzi dhidi ya wanawake wa jamii moja ya Kongo alizozitoa kwenye runinga taifa RTNC. Tukiachana na taarifa hizo, taarifa zingine zinasema kuwa Rais wa Angola Joao Lourenço ambaye pia ni rais wa sasa wa Umoja wa Afrika siku ya Alhamisi alieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ziara ya kikazi ya Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi mjini Luanda. Katika tamko lililosomwa na katibu mkuu wa Rais wa Angola anayeshughulikia masuala ya diplomasia na ushirikiano wa kimataifa Victor Lima, Joao Lourenço alisema anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya mambo mashariki mwa DRC, akisisitiza vitisho vinavyoikumba mipango ya kidiplomasia iliyoanzishwa hasa katika muktadha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mchakato wa Washington na Doha. Rais huyo wa Angola alitoa wito wa kusitisha mapigano mara moja na bila masharti baina ya pande zinazozozana na kukomesha uhasama wote. Alizihimiza serikali za DRC, Rwanda na AFC M23 kuheshimu na kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini ili kuendeleza suluhu ya amani ya mgogoro na kulinda raia. Pia alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kujitokeza kwa wingi kusaidia juhudi za kurejesha amani na utulivu nchini DRC. Ziara ya Felix Tshisekedi mjini Luanda ni mwendelezo wa mazungumzo kati ya marais hao wawili yaliyofanyika Januari 4, yakilenga kutathmini juhudi zinazoendelea za kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Kongo. Katika kikao hicho, Rais Felix Antoine Tshisekedi alieleza kuwa mwenzake wa Angola alimpa mapendekezo kadhaa aliyoyaita kuwa ya kuvutia, ingawa alisitiza kuwa hali ya ardhini bado ni vita vilivyolazimishwa juu yetu.
Hatua hii ya kidiplomasia inakuja wakati ambapo mapigano yameongezeka mashariki mwa DRC, ambako AFC M23 ambao Kinshasa inasema wanaungwa mkono na Rwanda hivi karibuni waliuteka mji muhimu wa Uvira ulioko Kivu Kusini. Kuzorota huku kwa usalama kumesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao kuelekea nchi jirani kama Burundi na hivyo kuzidisha mgogoro wa kibinadamu. Wakati huo mkutano wa mawaziri wa kikanda kuhusu usalama mashariki mwa DRC umeanza tarehe 8 hadi 10 Januari mjini Livingstone, Zambia, kwa mwito wa mkutano wa kimataifa wa kanda za maziwa makuu CIRGL, ukiwahusisha mawaziri 12 wa ulinzi na machifu wa jeshi kutoka nchi wanachama. Msikilizaji, sikuwa na mengi, ila hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwa siku ya leo kwenye habari za kitaifa. Tutamatishe habari zetu katika siku ya leo na habari kutoka huko Burundi. Olivier Nkurunziza, kiongozi wa chama cha kisiasa cha UPRONA, amesema kuwa wananchi wanapashwa kufahamishwa hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa dhidi ya wahujumu uchumi, akirejelea sakata la zaidi ya walimu 2000 waliokuwa wanaendelea kulipwa mishahara wakiwa hawapo kazini. Mwenzetu wa huko Burundi, Bukuru Elias Daniel, na ripoti kamili. Olivier Nkurunziza, kiongozi wa chama cha kisiasa cha UPRONA, amesema kuwa wananchi wanapaswa kufahamu wahujumu uchumi na hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa, akirejelea sakata la zaidi ya walimu 2000 waliokuwa wanaendelea kulipwa mishahara wakiwa hawapo kazini. Nta hantu namwe umuganga w'abadasigana uraje kugendera intara twigeze twumva abarundi batatubwira ko ufomi itabahaye umwavu bagifise ubupapuro. Hakuna sema ambayo tulitembelea nchini tukakosa minongono ya watu ambao hawakupata mbolea licha ya kulipa fedha. Tunashangazwa na kiwanda cha fomi kuomba fedha kutoka serikalini wakati wananchi walilipa. Huo ni wizi. Kwa upande wetu kama UPRONA, tunaomba vyombo husika vifanye kazi yao. Nadhani si fomi tu, kuna tatizo la walimu zaidi ya 2000 ambao walikuwa wanalipa bila kufanya kazi, na hadi kufikia sasa hakuna kitu chochote ambacho kimeshafanyika. Hiyo ina maana kwamba serikali inaendelea kuibiwa fedha, na hata rais bila kusahau waziri wa hazina waliwahi kuzungumzia hilo, lakini kwa sasa ni kimya. Sisi tunamuunga mkono waziri wa fedha, aendelee kupambana na wahujumu uchumi, asiwe na uoga. Serikali wachunguze wanaofanya kazi bila kujulikana, kugushi vyeti na honi wizi unaofanyika nchini. Watu huamua kukaa kimya kwa uoga, na kwa upande wetu tunayoona na tunaendelea kuhimiza uchunguzi ufanyike. Mwoja muri fonction publique mukara abantu bahembwa batazwi bakora badafisa amadiploma azwi ni benshi cyane. Ibwo bwose n'ubusuma buba mu gihugu, abantu barorera abandi bakanuma bakicwa n'ubwoba. Ivyo byose babikurikirane kandi umuganga w'abadasigana igihe vyavugwa twarabibonye kandi n'ubu turacasaba. Ni kiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na hadi hapo msikilizaji, ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Nashukuru pia waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu, bila kumweka kando Jean Makelele Kala Jaden alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kusikiliza matangazo yetu hadi tamati.